Kwa majina naitwa Steven Ndorobo, maarufu kama Nguruka Icon, ni msemaji wa ligi ya MNFM Cup. Leo ilikuwa ni mchezo wetu wa kwanza au ufunguzi wa ligi yetu kwa mchezo mmoja ambao umechezwa kati ya Bangwe Beach Combine dhidi ya Mnanila. Hawa wanatokea kule Manyovu, wilaya ya Buhigwe. Na kwetu sisi ilikuwa ni furaha kwa sababu tumeshuhudia mashindano ambayo hayakuwa na changamoto ya aina yoyote kwa maana ya kimaamuzi wala malalamiko kutoka kwa timu zote mbili, na ndio maana unaona mchezo umeisha kwa amani, umeisha kwa usalama. Kitu kikubwa tu ambacho naweza nikakisema ni kwamba tunategemea kila baada ya wiki tutakuwa tuna mechi mbili. Kwa mfano leo tumekuwa tuna mechi ya ufunguzi, so tunategemea pia kesho tutakuwa tuna mechi nyingine kati ya Mlole FC dhidi ya Buhanda FC ambao pia ni mabodaboda. Tutakuwa nayo hiyo game kesho, na wiki zinazokuja zote kulingana na ratiba ambavyo tumeiweka tutakuwa tuna hiyo michezo. Kwa niseme tu kwamba tumeanza vizuri. Kikubwa zaidi ni kwamba michuano yetu imekuwa ya kitofauti kama ambavyo tulikuwa tunategemea, na ili nyomi lote ambalo mmeliona kwenye mchezo wa leo ni wahakikishie tu ndugu zangu waandishi wa habari kwamba kila siku mtaliona hivi bila kuwa na shida ya aina yoyote. Tumejipanga, tumewekeza kwenye hii ligi, na tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba vijana wa Kigoma hasa madereva bodaboda wanapata nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Ndio maana leo tulikuwa tuko na katibu wa Mashujaa hapa pamoja na kiongozi wa timu ya vijana Mashujaa kwa ajili ya kuselect wachezaji au vipaji ambavyo vimeonekana kwenye mchezo wa leo. Kwa baada ya michuano, tutakapokuwa tunakwenda kwenye michuano inayofuata ya mwakani, tutawaambia tena ni nani na nani ambao wamepata nafasi ya kwenda kucheza kwenye timu tofauti baada ya mafanikio ya ligi hii ya MNFM Cup. Kwa mimi ni waondoe shaka, miongoni mwa platform nzuri za kuonesha talenti yako na kipaji chako ni kwenye michuano ya MNFM Cup, hakuna kwingine kokote. Kwa majina naitwa Pasco William Chua, ni mkurugenzi wa MNFM pamoja na Mainstream Media. Leo rasmi tumefungua mashindano yetu ya MNFM Cup msimu wa pili kwa mwaka 2025, na mashindano leo yamekwenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Tumeweza kufikia mpaka kwenye hatua za penalty na mshindi amepatikana. Lengo la mashindano haya sisi ni kuwakusanya vijana ambao wamejiajiri katika sekta ya usafirishaji kwa maana ya waendesha bajaji na bodaboda, na kwenye kuwakusanya huko tukaona kwamba kwenye michezo ndiyo sehemu ambayo tunaweza tukawakusanya watu wengi, lakini katika makusanyo haya na hii ligi itaambatana na mafunzo ambayo sisi tunaamini yanaweza yakabadilisha Kigoma. Mafunzo hayo yatakuwa katika aina tatu. Tutafundisha elimu ya usalama barabarani kwa sababu hawa watu muda mwingi wako barabarani, lakini pia tutafundisha masuala muhimu ya kiuchumi na ya kijamii, na mwisho kabisa tutafundisha watu katika swala la nishati safi ambayo sasa hivi ndio kama focus ya serikali pamoja na wadau wengi. So tunapenda sana kuwashukuru watu ambao wametushika mkono, wadhamini ambao wameshirikiana na sisi. Tunapenda kuwashukuru pia shirikisho la mpira wa miguu la Kigoma kwa kuweza kutupatia kibali na kutupatia eneo ambao tunaweza kuendesha mashindano haya. Mashindano haya safari hii tumeongezea nguvu kwa maana ya kwamba tumeongeza timu ziko 14, lakini pia zawadi pia tumeongeza. Zawadi tumeongeza, mshindi wa kwanza atapata 1.5 million, mshindi wa pili atapata 1 million, na mshindi wa tatu atapata 500,000. Tofauti na mwaka jana, mshindi wa kwanza alikuwa anapata 1 million, wa pili anapata 500,000 na hakukuwa na mshindi wa tatu, lakini pia timu zilikuwa ni 8 tu. Bodaboda ni sehemu kubwa ya jamii, karibu 70% ya maisha yetu sisi tunashirikiana na bodaboda. Kama hajakupakia kukupeleka sehemu, basi atakubebea chochote kile kukupelekea sehemu. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kwenye jamii yetu tuko nao muda mrefu. Tunaamini kwamba tukigusa maisha yao, tukipeleka hizi elimu ambazo tunazitazamia wao wakazipata, basi tutakuwa tuna kundi zuri la vijana ambao ni msaada katika jamii. Sasa hivi ni msaada, lakini tunatamani pia waweze kuwa msaada zaidi, lakini pia kupitia hizi elimu ambazo tunawapatia, basi na wao pia wawe watu ambao wanaweza wakagusa hizi fursa ambazo huenda wakawa wanaamini ni kwa ajili ya watu fulani, lakini hizi fursa ni kwa ajili ya watu wote. Ndio maana tukaanza na bodaboda tukiamini kwamba jamii nzima itakuwa imeguswa.